kuombea neno. Nakushukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya uaminifu wako. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wewe ni Mungu ambaye peke yako wastahili kupewa sifa. Tunanyenyekea Baba mchana wa leo mbele za uso wako, tukitubu dhambi na makosa. Mioyo yetu Baba ikawe utayari ili tuendapo kulisikia neno lako ikaweze Baba kuleta uzima katika mifupa yetu, ikalete ujasiri katika maisha yetu ya kuishi katika ulimwengu huu. Nakushukuru ewe Mungu kwa kuwa ndiwe mwenye uliye na neno lilekalo pumzi za uhai. Nasema Baba ni asante Bwana, tutajifahamu kutokana kwako Jehova Bwana. Neno hili likaandikike katika vibao vya mioyo yetu ili daima Bwana tukaweze kulitafakari. Neno hili Baba likapate nafasi, maana hii ni mbegu, ikaweze kukua na kumea na kuzalisha matunda katika mioyo yetu. Na neno utulivu mahali hapa Bwana, tuendapo kulisikia neno lako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii. Na tunataka tuangalie maandiko. Hizi ni habari ambazo Yesu Kristo alikuwa anawaambia wanafunzi wake. Ninalowaambia wapendwa ni kwamba tuko ulimwenguni. Hatuko mbinguni, tuko duniani. Na hapa duniani kuna mambo mengi ambayo Yesu Kristo aliyataja. Duniani hapa kuna dhiki nyingi. Duniani hapa kuna makwazo, unaweza ukakwazwa, unaweza kuumizwa moyo kama vile tulivyokuwa tunafundishwa katika fundisho lile la kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na hayo haitatufanya kwamba tutoroke. Lakini neno la Bwana la tustahimilisha. Sasa huu ndio ujumbe ambao tunataka tukaangalie. Tunataka tuangalie katika kitabu cha Yohana. Habari hizi ni ombi ambalo Yesu Kristo alikuwa anaombea wanafunzi wake kwa Bwana. Na katika haya maombi kuna vitu ambavyo vilijitokezea. Kuna vitu ambavyo aliviweka in summary ambavyo leo tunataka tuviangalie. Ukiwa huu ndio mwezi wa kwanza kwa second quarter ya mwaka huu. Kwa hivyo tunapoingia katika mwezi mwingine ama tunapoendelea, haya ni baadhi ya mambo ambayo tunafaa tuyazingatie katika maisha yetu. Tumaini tulilo nalo ni kwamba tulipata wokovu. Tulimpokea Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa hivyo aliyatambua haya ambayo leo hii tunayaishia. Asifiwe Yesu. Neno la utangulizi. Nataka tuangalie katika kitabu cha Yohana mlango wa 16:33. Maandiko yanasema hivi: nimewaambia mambo haya ili mpate kuwa na amani mkiwa ndani yangu. Ulimwenguni mtapata dhiki, lakini jipeni moyo kwa maana mimi nimeushinda ulimwengu. Taparudia. Maandiko yanasema hivi: nimewaambia mambo haya ili mpate kuwa na amani mkiwa ndani yangu. Ulimwenguni mtapata dhiki, lakini jipeni moyo kwa maana mimi nimeushinda ulimwengu. Asifiwe Yesu. Amina. Hapa huyu Yesu Kristo alikuwa anayanena haya maneno haya akiwaangalia baada ya kwamba amewaambia wanafunzi wake maneno mazuri, ahadi za Roho Mtakatifu. Amewafundisha mambo mengi, lakini mwishowe akaona kwamba hawa watu ni kama hawanielewi. Hawa watu ni kama wanahuzunika katika mioyo. Lakini mwishowe akasema haya maneno. Akasema kwamba natambua duniani hapa kuna dhiki nyingi. Lakini katikati ndani mwangu kuna amani, maana nimeushinda ulimwengu. Bwana asifiwe. Tusiangalie situation ambazo tuko nazo leo. Tajiri asiangalie utajiri wake alionao leo ukamuinulia kiburi.
ama maskini akaangalia umaskini wake alionao leo, ukamfanya kwamba ajiute katika maisha, ama ugonjwa mtu anaopitia ukamfedhehesha kiasi ya kwamba apoteze matumaini, aone kama hakuna Mungu, nataka nikwambie mchana leo ya kwamba Mungu bado yuko enzini. Amina. Na unaweza ukaumwa kisha wewe bado umelibeba jina la Kristo. Amina. Unaweza kuwa maskini kisha wewe umelibeba jina la Kristo. Maana katika yote anayoyatenda anayatenda kwa ukuu. Amina. Kwa wale ambao wanawapenda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hili ndilo ambalo nataka tutangulize wapendwa, kusema kwamba Yesu Kristo alijua yale ambayo tutayapitia, yale ambayo tunaweza tukayapitia, lakini anasema kwamba ameushinda ulimwengu. Amina. Yaani kushinda ulimwengu inamaanisha kwamba katika ile amani ambayo tulikuwa tunaisoma, ikulinde pamoja na kila kitu chako, ikulinde kwa kuwa Kristo aliushinda ulimwengu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuangalie sasa yale maombi ambayo Kristo alikuwa anaomba kwa Baba. Anawakabidhi wanafunzi wake, amewaeleza mambo mengi, mwishowe sasa anawaombea hao watu. Tusome. Tutaangalia katika kitabu cha Yohana mlango wa 17. Hapa ndipo palipo na hili ombi ambalo Kristo alikuwa anaombea wanafunzi wake. Na tutajifundisha kusudi la hili ombi ni nini. Nitasoma Yohana mlango wa 17 kwanza fungu lile la kwanza. Maandiko yanasema hivi: kuanzia mstari wa 6. Mstari wa 6. Nimewajulisha jina lako wale ulionipa kutoka katika ulimwengu. Walikuwa wako ukanipa mimi, nao wamelitii neno lako. Sasa wamejua ya kuwa vyote ulivyonipa vimetoka kwako. Kwa kuwa maneno yale ulionipa nimewapa wao, nao wameyapokea na kujua kwamba kweli nimetoka kwako, nao wameamini kuwa wewe ulinituma. Ninawaombea wao. Mimi siombei ulimwengu, bali ninawaombea wale ulionipa, kwa sababu wao ni wako. Wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Mimi sasa simo tena ulimwenguni, lakini wao bado wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Baba mtakatifu, uwalinde kwa uwezo wa jina lako ulilonipa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo wamoja. Nilipokuwa pamoja nao niliwalinda, wakawa salama kwa lile jina ulilonipa. Hakuna hata mmoja aliyepotea, isipokuwa yule aliyekusudiwa, ili maandiko yapate kutimia. Lakini sasa naja kwako, nami nimesema mambo haya wakati bado nikiwa ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu kamili ndani yao. Nimewapa neno lako, nao ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Siombi kwamba uwaondoe ulimwenguni, bali uwalinde dhidi ya yule mwovu. Wao si wa ulimwengu huu kama vile mimi nisivyo wa ulimwengu. Wamewatakasa kwa ile kweli. Neno lako ndilo kweli. Kama vile ulivyonituma mimi,
ulimwenguni, nami nawatuma vivyo hivyo. Kwa ajili yao najiweka wakfu, ili wao nao wapate kutakaswa katika ile kweli. Simwombei hawa peke yao, bali nawaombea na wale wote watakaoamini kupitia neno lao, ili wawe na umoja kama vile wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ulivyo ndani yako, wao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kuamini ya kuwa wewe ndiye uliyenituma mimi. Utukufu ule ulioupata nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo wamoja, mimi ndani yako na wewe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, na ulimwengu upate kujua ya kuwa umenituma, nami nimewapenda wao kama unavyonipenda mimi. Baba, shauku yangu ni kwamba wale ulionipa wawe pamoja nami pale nilipo, ili waweze kuona utukufu wangu, yaani utukufu ule ulionipa, kwa kuwa ulinipenda hata kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu. Baba mwenyezi, Baba mwenye haki, ingawa ulimwengu haukujua, mimi ninakuja nao na wajua ya kuwa umenituma. Nimefanya jina lako lijulikane kwao, nami nitaendelea kufanya lijulikane, ili kwamba upendo ule unaonipenda mimi uwe ndani yao, na mimi mwenyewe nipate kuwa ndani yao. Haya ni maombi, ama hili ni ombi ambalo Kristo alikuwa anaomba kwa ajili ya wanafunzi wake. Sasa kuna mambo hapa ambayo yanajitokezea. Huu ni ujumbe ambao Kristo aliunena akiwa bado hapa duniani. Anasema ya kwamba nimewajulisha neno langu. Kujulishwa neno la Bwana ni kwamba neno hili litupe ujasiri. Maana kwanza tumetangulia tukaona kwamba ulimwenguni kuna dhiki, lakini anasema kwamba amelijulisha, amewajulisha neno, ili katika hili neno liwe na ujasiri, ili katika hili neno litakapoingia ndani mwetu litupe ujasiri wa kustahimili katikati ya mambo mengi. Lakini kwa kuwa twalibeba jina la Kristo, tumelihifadhi neno la Kristo, tusiweze tukaingia katika mitego kwa urahisi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kitu cha kwanza, ama kusudi la kwanza ambalo Kristo aliyafanya haya maombi ni hili. Kwanza, kulithibitisha kwamba jina alilotupa ni jina lenye mamlaka, kwamba alilithibitisha hili jina alilotupa ni jina lenye mamlaka. Asifiwe Yesu. Kusudi la hili ombi aliloliweka wazi kwa Baba ni kwamba atujulishe, ni kwamba wewe unayesikia, ni kwamba hili neno tulilolipewa ni neno la kuaminika na ni neno lenye mamlaka. Na hili neno, kwa hilo neno twaokolewa kwalo. Mtu atusomee katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 4:12. Matendo ya Mitume mlango wa 4 mstari wa 12. Kwa neno twaokolewa, kwa neno twapata ujasiri, kwa neno la thibitika ya kwamba lina nguvu hili neno. Kama umepata unaweza kutusomea Matendo ya Mitume mlango wa 4 mstari wa 12.
yalinenwa na mtumishi ambaye kwa ajili ya neno lilikuwa limempa ujasiri wa kuutangaza wokovu. Hapa anasema kwamba wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yeyote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Asifiwe Yesu. Amina. Haya ni maneno ambayo mtumishi Petro alikuwa anayanena. Hata mkatukataza tulinene hili jina la Yesu. Lakini nataka niwaambie hivi ya kwamba hatuna jina jingine basi chini ya mbingu ambalo taweza kuokolewa kwalo pasipokuwa hili jina la Yesu Kristo, ambalo hili ndilo kusudi lake Yesu Kristo, kwanza kuwafundisha na kuwaelekeza. Maana hapa akasema mstari ule wa 6 hapa nasema, nimewajulisha jina lako wale ulionipa kutoka katika ulimwengu, walikuwa wako ukanipa mimi, nao wamelitii neno lako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kusudi hili ombi ni kwamba kulithibitisha hili neno ya kwamba lilitoka kwa Bwana, na hao ambao walipewa walilipokea. Sijui wewe walipokea ama waliacha tu. Bwana asifiwe. Tuangalie jambo lingine ambalo linajitokeza hapa. Kusudi la haya maombi ni kumfanya Mkristo wa leo kwamba awe na ujasiri. Awe na ujasiri katikati ya dhiki, katikati ya mambo mengi. Lakini kunao ujasiri tunaoupata. Tuangalie hapa. Kusudi ya hili ombi ni kwamba ili furaha ya Bwana iweze kutimilika kwetu. Asifiwe Yesu. Ili furaha ya Bwana ikaweze kutimilika kwetu. Kwa hivyo nasema hata ukiwa mgonjwa, unaweza pitia magonjwa, lakini akawa Bwana bado anakupenda hivi. Unaweza lala njaa, bado Bwana anakupenda hivi. Unaweza lala chini kwa floor, kisha Bwana anakupenda hivyo. Asifiwe Yesu. Anasema haya maneno kwamba ili furaha ya Bwana ikaweze kutimilika. Tuangalie katika kitabu hicho tu cha Yohana. Yohana 10:7 kuanzia fungu la 13. Maandiko yanasema hivi: lakini sasa naja kwako, nami nimesema mambo haya wakati bado nikiwa ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu kamili ndani yao. Nimeyanena haya ili asije mtu mwingine awaambie wakose kuyaamini, lakini nimeyasema nikiwa hapa ili wasikie kutoka kwangu ya kwamba hata kama kuna dhiki, lakini amani inayotawala fahamu zote itatawala mioyo yenu. Asifiwe Yesu. Ya kwamba nimewaambia haya ili furaha ikaweze kutimia, ili muwe na furaha. Maana hapa ndipo akasema kwamba nimewaambia mambo haya ili mpate kuwa na amani mkiwa ndani yangu. Kwa hivyo katika hayo yote, kwa hivyo ukiwa ndani ya Kristo kuna amani. Ukiwa ndani ya Kristo kuna furaha. Na mwingine akawa anashuhudia akisema kwamba tufurahie katika, akawa anajiuliza utafurahi vipi katika haya yote unayoyapitia. Bwana asifiwe. Sasa hapa anasema kwamba nimewaambia haya ili furaha yangu ikaweze kutimilika. Bwana asifiwe. Kwa hivyo imetupasa watu wa Mungu kwamba mioyo yetu ibubujike furaha, ibubujike amani,
ibubujike furaha ya Mungu iliyotimilika kwetu. Bwana asifiwe. Maana hakuja Kristo, labda pengine haya maneno yangekuwa uongo, lakini kwa kuwa alikuja na kwa kinywa chake akayatamka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hili ni jambo la kuaminika. Jambo lingine ambalo limejitokeza hapa ni kwamba neno la Mungu ni kweli iletayo utakaso. Katika hayo yote alikuwa anataka kuonyesha ulimwengu kwamba hili neno la Mungu ni kweli iletayo utakaso. Ni kweli. Na kisha hii kweli inaleta utakaso. Tunatakaswa, tunatakasika. Tulipompokea Kristo, tukaamini, tukakubalika. Katika hiyo prosesi kuna mambo tuliyokuwa tumeyazoea, kuna mambo ambayo tulikuwa tukienenda katika kawaida, lakini kwa kuwa neno la Kristo lakaa ndani mwetu, latupa utakaso, latupa kutufundisha kila wakati, latupa kutuosha kila wakati, latubadilisha nia zetu tusienende kama vile ulimwengu unavyoenenda. Bwana asifiwe. Kwa hivyo alikuwa anaonyesha kwamba hili neno ni wapale, ni neno liletalo utakaso. Yohana 17:16. Neno la Mungu ni kweli iletayo utakaso. Tasoma Yohana hiyo 17:16 hadi 19. Maandiko yanasema hivi: wao si wa ulimwengu huu, kama vile mimi nisivyo wa ulimwengu. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndilo kweli. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami nawatuma vivyo hivyo. Kwa ajili yao najiweka wakfu, ili wao nao wapate kutakaswa katika ile kweli. Bwana asifiwe. Mimi basi najiweka wakfu ili watakaswe katika ile kweli. Maana mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawafanya nini? Amina. Bwana asifiwe. Sasa neno la Mungu ndiyo kweli inayoleta utakaso. Tukapewa kazi ya kuenenda ulimwenguni. Kuna wengi pale wamefungwa. Kuna wengi pale bado hawajasikia hizi habari. Lakini tuendapo, kwa kuwa ametuthibitisha na ametutakasa, tukawatakase wengine. Bwana asifiwe. Anasema kwamba si kama vile ambavyo enenda katika ulimwengu. Licha kwamba wako katika ulimwengu, lakini wasienende kama vile ulimwengu unavyoenenda. Maana haya maneno pia mtumishi Paulo akayarudia katika Warumi 12. Bwana asifiwe. Kwa hivyo neno la Kristo, neno la Kristo hii ni kweli inayoleta utakaso. Kwa hivyo katika hili jina tunapata utakaso, tunapata kutakasika. Jambo lingine tunapata kwamba alikuwa anazungumza kuhusu habari za umoja ndani ya Kristo katika kuamini, yani oneness. Alikuwa analizungumzia kundi ya kwamba katika haya yote tumelithibitisha kuwa neno ni kweli. Nikasema kuhusu habari za kwamba furaha yenu iweze kutimilika. Nikanena habari za kwamba neno hili ndiyo kweli inayoleta utakaso. Sasa nataka niwaambie wanafunzi wangu ya kwamba kuna hitaji la kwamba katika haya yote tuwe na umoja. Tuwe na umoja wenye malengo. Asifiwe Yesu. Tuna nia ya kulijenga kanisa. Lakini ili tufanikishe haya yote,
kwahitajika kuwa na umoja ambao una malengo. Asiwe Yesu. Maana kukiwa na migawanyiko hatutenda vizuri. Tunapata kujua ya kwamba, hebu acha tusome kwanza. Tusome Warumi mlango 12 mstari wa 5. Hii ni reference ya yale ambayo yalinenwa kuwa ni kweli. Angalia katika kitabu hicho cha Warumi 12 mstari wa 5, anasema hivi: vivyo hivyo na sisi tulio wengi tumwili mmoja katika Kristo, nasi kila mmoja ni kiungo cha mwenzake. Mtumishi akasema kwamba vivyo basi tulio wengi sisi ni viungo na tunauleta pamoja mwili wa Kristo. Tafaana. Kwa hivyo kwa kuwa kwako hapo umenikamilisha, kwa kuwa kwangu hapa nimekukamilisha, kwa sababu labda pengine wewe ni mkono wangu, labda pengine wewe kazi yako iliyopewa ni macho unaona, ili nisiingie katika shimo. Sasa haya ndiyo alikuwa anawaambia kwamba katika vile mnavyoenenda katika huduma, kitu ambacho nataka niueleze ni kwamba muwe na umoja. Muwe na umoja ya kwamba mkaweza kubebeana mizigo, mkaweza kubebeana mahitaji, mkaweza kuomba pamoja katika kusudi hili. Maana nimewajulisha kwamba ulimwenguni hapa kuna mambo mengi. Asifiwe Yesu. Tukimalizia tunataka tuangalie lililojitokeza hapa. Tunakamilika katika Kristo. We made perfect. Yaani tunakamilika. Akawa anasema haya, nazungumza haya kuleta ukamilifu, kwamba katika Kristo tumekamilika, na kwamba katika Kristo hatuwezi tukafanya lolote bila yeye. Tunakamilika katika Kristo. Hiyo Yohana 17 mstari wa 23, maandiko yanasema hivi: mimi ndani yako na wewe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, na ulimwengu upate kujua ya kuwa umenituma. Nami nimewapa wao kama ulivyonipenda mimi. Nami nimewapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Kwa hivyo hapa akawa anazungumza hizi habari. Lakini zaidi tukiangalia hiyo Yohana 15 mstari wa 4 na wa 5. Aliyepapata hapa apasome. Tunakamilika katika Kristo. John 15 from verse 4 to 5. Amina. Hili jambo Yesu Kristo akawa analiweka wazi. Anasema ya kwamba kama vile tawi lisivyoweza kuzaa
katika mzabibu, ndivyo nyinyi pia hamwezi kufanya lolote pasipo mimi. Asifiwe Yesu. Kwa hivyo tukamilika tukiwa ndani ya Kristo, ili tuweze tukaendeza biashara zetu. Waweza kuwa wapigana vita pale biasharani, vita vya kiroho na kimwili, unajidanganya. Maana utapigana vya kiroho utashindwa, utakimbilia vya mwili, mwisho wake utapata stress, utaanza kumeza madawa. Asifiwe Yesu. Lakini tukiwa ndani ya Kristo tukamilika. Anasema kama vile tawi lisivyoweza kuzaa, lisivyoweza kuleta lisivyoweza kunawiri, lisivyoweza kuleta matunda, kadhalika nanyi hamwezi kufanya lolote pasipokuwa ndani mwangu. Asifiwe Yesu. Kwa hivyo nimeyanena haya kudhihirisha upendo wangu mimi, ambao Mungu ulinipenda nami nimewapenda. Asifiwe Yesu. Tukimalizia ni kwamba ili tukaweza kufikiria utukufu wa Bwana, ili tukaweze kufikiria ule utukufu, hili likawa ni tamanio la Kristo. Akimalizia katika ombi lake anasema ya kwamba ombi langu Baba, ama shauku yangu basi, ya kwamba hawa watu ulinituma kwao, na ulilonipa nimewapa na wakalipokea. Nimewafundisha haya yote, na nimeona kwamba wamehitimu hawa watu. Ni ombi ama ni shauku langu ya kwamba, tusome pamoja mstari wa 24. Baba, shauku yangu ni kwamba wale ulionipa wewe pamoja nami, shauku yangu ni kwamba wale ulionipa wawe pamoja nami pale nilipo, ili waweze kuona utukufu wangu, yaani utukufu ule ulionipa, kwa kuwa ulinipenda hata kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu. Baba mwenye haki, ingawa ulimwengu haukujui, mimi nakujua, nao wanajua ya kuwa umenituma. Sasa hili likawa shauku la Kristo, ya kwamba hivi tukiwa hivi pamoja, tukae pamoja naye kule mbinguni. Bwana asifiwe. Kijua kwamba mmestahimili, mmepitia dhiki, lakini mwanangu, karibu, chukua taji yako. Umestahimili, ulipitia mateso, ulipitia dhiki, lakini chukua taji yako hii hapa. Bwana asifiwe. Sasa hili ndilo lilikuwa shauku la Kristo. Anasema Baba, ni ombi langu ama ni shauku langu, ni tamanio la moyo wangu ya kwamba watu hawa ulionipa wawe pamoja nami katika utukufu ulionipa kabla ya misingi ya ulimwengu. Hawa basi wawe pamoja nami. Asifiwe Yesu. Amina. Ni hayo, na Mungu awabariki.